Baada ya mwanadamu kufanya dhambi, amekula tunda ambalo Mungu alimwagiza usifanye nini? Usile. Taabu ikaanza kutokea katika dunia sayari tunayoishi, na matokeo yake tunaona vita, magonjwa, matetemeko, vimbunga na mambo kadha wa kadha yanayotokea. Mtu upendo unakwenda unapotea, mtu anatoka anakwenda anaua wazazi wake, wazazi wanabaka watoto wao, vurugu zinaendelea, mtoto anakwenda analoga baba yake, anamtoa kafara au mama yake, vurugu zinakwenda. Haya yote siyo ya sasa, ni matokeo ya dhambi iliyotendwa katika bustani ya nini? Sasa kuna kitu nataka niseme leo. Wakati haya yakiendelea na yanakimbia kwa kasi, yanakuja yanasonga mbele, liko jambo ambalo nataka nikuambie. Nalo ni nini? Nalo ni hili. Hebu litazame kwanza, ulishangae kidogo. Kumbe unapokuwa umepewa agano na nani? Na Mungu, na ukalivunja agano ambalo umelifanya na nani? Na Mungu, huwezi kuyakwepa matokeo. Hamjanielewa? Sasa hivi simuko hapa? Simuko hapa? Si mmekuja kufanya ibada? Yeah? Ikiwa kuna maagano ambayo mlifanya na Mungu katika siku zilizopita na mmeyavunja, hamwezi kuyakwepa matokeo. Sasa ngoja nisonge mbele kidogo, nikuonyeshe kitu fulani cha ajabu kidogo. Tunaona kitu hiki, kitabu kile cha Mama White, Patriarchs and the Prophets, ni roho ya unabii, ukurasa wa 53. Una neno moja linasema hivi: shaka ndogo juu ya neno la Mungu ulifungua mlango wa maangamizi makubwa ya kutisha. Shaka nini? Dogo. Yaani ukiangalia, simefanya agano na Mungu, unaanza kuchunguza, unaangalia, baadaye unasema hivi kweli Mungu ndivyo alivyosema? Shaka nini? Nataka kanisa mseme mna midomo, au mnataka Mungu afumbe midomo yenu msizungumze? Na wauliza swali, mnataka Mungu afumbe midomo yenu msiseme? Simunijibu sasa. Biblia roho ya unabii nasema shaka nini? Ndogo ilifungua maangamizi makubwa ya kutisha. Kuna mtu mmoja nimemuona anacheka, na anadhani hapa mimi nachekesha, na anadhani hili nilosema kwamba unaweza ukafumba mdomo wako na usiseme, anadhani nachekesha. Endelea kucheka. Si unataka kucheka? Endelea kucheka. Mungu anasema na wewe unacheka. Acha kufanya mzaha wapo mbele za Bwana. Si kila kitu ni cha kuchekesha, na sio kila kitu ni cha kufanyia mzaha. Unaweza ukafanya mzaha ukaamka asubuhi ni kweli hauongei. Utafanya nini? Si utaanza kuandika, nitafutieni watumishi wa Mungu. Acheni kufanya mizaa mwapo mbele za Bwana. Na niliwaambia kwamba hapa tunasimama, ukiona mhubiri anasimama hapa, amesimama katika njia hizi, aidha kwa kuokolewa ama kwa nini? Kwa mauti. Sikiliza sasa. Baada ya hapo ndipo anasema ikiwa haya ndiyo aliyofanya, nini kilitokea? Nyoka, shetani alipoingia kupitia kwa nyoka,
akamwambia, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, matunda ya miti yote bustanini msile? Hawa akacheka, akasema, we ndio hujui kabisa. Akasema, nataka nikuambie, miti yote tumeambiwa tule, isipokuwa mti, si mnakumbuka niwekea mfano hapa, isipokuwa mti huu. Kwa nini? Ni wa ujuzi wa mema na nini, na Mungu amesema tusifanye nini, na siku tutakapokula tutafanya nini, wala tusiguse. Shetani anamwambia nilikuwa nasema tu na wewe ili nione jinsi ambavyo umepungukiwa na akili. Hivyo nadhani Mungu, unajua kwamba huu mti ndio uliobeba siri ya uungu wa Mungu, na endapo unaweza ukala tunda la mti huu utafanana na Mungu. Yaani wewe utafanana nani? Utajua mema na nini, lakini si kujua tu mema na mabaya. Utakuwa kama nani? Kama Mungu. Akasema hii ajabu. Kuona mimi nitakuwa ninaruka, nitakuwa nafanya hivi, watakuwa nanisujudia, na hivi vyote, na wakati huo nikiwa niko kwa namna hiyo nitakuwa naheshimika. Mwanamke akaangalia, anasema inaweza ikawa ni kweli. Hapo mmeona kitabu nilichowasomea ukurasa wa 53, shaka ndogo ikaleta maangamizi ya kutisha katika dunia, si ndio? Alipotilia mashaka tu juu ya kauli ya Mungu ya kusema usiguse wala usifanye nini, usile, jambo la ajabu lilifanyika. Jambo la ajabu likafanya nini? Likafanyika. Akasema inaweza ikawa kweli. Na shetani alipokuwa na mpima akagundua huyu anaelekea, akamwambia, ukidhani ninachokuambia ni cha uongo, si ndio? Sogea, nenda kauguse mti ili uone kama unakufa. Ndipo akasogea akaugusa ule mti, na alipougusa akasema, vipi kati ya mimi na Mungu nani mkweli? Si Mungu alisema usisogee? Si alisema ukisogea hapo utakufa? Hayo umekufa. Anasema hapana, sijafa kwa kweli. Anasema haya, umeona huo mti? Gusa tunda hilo ili uone kama utakufa. Anasema ni kweli, lakini mbona sijafa? Na yumkini kweli naweza kula nikafanana nani, na nikajua siri ambayo Mungu ametufanya na ametuficha kwa muda nini. Sasa ngoja niguse tuone. Akasogea huku mkono unatetemeka tetemeka, akapeleka akagusa. Hajasema hale. Shetani amwambia, vipi? Si umeshashika? Vipi umekufa? Hata kama ungekuwa ni wewe, si tayari unagundua Mungu ni mwongo? Si alisema kwamba utakufa? Na saa hiyo umeshika hujafanya nini? Ndipo akasema, naelewa. Kumbe hii ni chakula. Akachuma akala. Kuna somo moja nataka niwape hapa. Biblia inasema akafanya nini? Na alipokula tu wala hakubadilika. Alikuwa vile vile. Unajua kwa nini hakubadilika? Unajua kwa nini? Siniwape sababu. Sababu ni hii. Kwa sababu 1 + 1 kwa Mungu ni 1. Ila kibinadamu 1 + 1 ni ngapi? Hivyo Mungu alikuwa ametegeshea aone, je, yule mtu anayeitwa mwanadamu ambaye ni 1 + 1 anapatikana mwanadamu, si ndio? Je, atafanya? Ni kweli nusu yake amekengeuka, si ndio? Je, ataanguka mazima? Ndipo akachukua tunda la ngapi? Akampelekea mwanaume. Nasema mzee, Adamu alipomuona mwanamke, anasema akashangaa. Anamwambia, anasema, Hawa, umefanya nini? Bembelezi ukaanza. Bembeleza. Baadaye mwanaume akasema, hata hivi maana yeye amekwisha kufanya nini? Na mimi nikibaki nitabaki pekee. Ni heri tuwe wote pea ngapi? 1. Tufanye kitu cha namna ngapi? 1. Akatwaa tunda lile akalikula. Na hapa ndipo pana siri ya wale watu wanaosema nitakwenda kuoa kule kwa watu wa mataifa, si ndio? Na nitawamleta kanisani
na ataongoka, atakuwa msabato. Nataka nikwambie, wako watu ndani ya kanisa hapa na mnanisikiliza, mlishakuwa kanisani na mnasali na mnaimba nyimbo na mnafanya yote, kwa sababu ulikuja kwa sababu ya kuolewa, bado hujaongoka. Ndio wale wengine unashangaa neno linapotolewa anatoka nje, pamoja na kwamba tumesema nje ulifiri fikoko mnafahamu, finyamukela viko huko, na unapokwenda unakwenda kubeba. Bado kuna watu muda ukifika wa ibada wanakwenda kuharisha. Wapo unasema mbona hiyo ni story. Hivi ninavyozungumza sasa hivi, kuna watu wako wengine wamejificha kwenye mabweni na wamelala, na anasema mbona nasikia. Usidhani sijui, ninafahamu. Mbona wakati fulani tunasikia wanaongea na wako hapo, na ana mashaka, na wakati huo hajaongoka. Sikiliza nikwambie, hakuna mwanaume mjanja atakayefungamana na watu wa mataifa akawa salama. Hakuna mwanamke mjanja atakayeolewa na mwanaume nje ya kanisa akawa salama. Wewe utaanguka tu. Hata ukimlazimisha aje kanisani, atakuja kwa sababu umefanya hivi, ila hana uongofu wa kweli. Nimeisema hiyo. Mwingine anasema, mimi ndio nilioa tu mwaka jana na yuko hapa. Umeoa mwaka jana na yuko hapa, lakini bado uongofu hauko wa kweli. Tofauti na mtu yule aliyeamua yeye mwenyewe kumfuata Yesu. Sasa baadaye huyu ikatoka hapo ikaenda. Walipofanya hivi, Biblia inasema wakashangaa wote, wakafumbuliwa nini? Alipokula tu Adam, Biblia inasema wakafumbuliwa nini? Wakajiona uchi, wakaanza kujificha. Sasa tunasema wewe Adam, huyu si mke wako, anajificha. Na wewe hao na yeye hao wamekazana. Sasa tunasema naficha huku, makalio yako wazi tena. Si ufiche yote. Anashindwa. Dhambi ikawafanya wajione wako nini? Uchi. Maana utukufu wa Mungu umewaondokea. Na Mungu alipokuwa anashuka, akawatazama, akawaonea nini? Baadaye kwa mara ya kwanza, kwa mara ya ngapi? Mungu akasema, mmeanguka katika dhambi. Na kwa sababu mmeanguka katika dhambi, tuliweka sheria. Tumeiweka nini? Sheria ambayo ninyi hakuna jinsi ya kuokoka. Ninyi ni kufa tu, yaani kupotea milele. Kwa lugha nyepesi, Mungu alikuwa anasema na Adam, anasema kwa tendo mliolifanya, si ndio? Hamstahili kuishi. Kizazi kinabidi nikifute, niumbe kizazi kingine. Lakini huruma za Mungu zikamwingia. Mungu wa huruma. Ndipo hapo tunaona tabia ya Mungu ilivyo ya upendo. Mnanisikia? Na ndipo ninaposema, nafundishaga wanandoa wakati fulani, nawaambia neno hili, nisikilize. Nawaambia hivi, mtu anayempenda mke wake au mke anayempenda mume wake, upendo haupimwaji wakati wanacheka. Upendo wa kweli unapimwa unapokuwa umemshika mume wako na ugoni. Umemuona tena kitanda chako na amelala na anazini na mwanamke mwingine, na kitanda ulinunua kwa hela zako. Hapo ndipo upendo unaonekana. Nisema anikome mimi, thubutu. Na Biblia inasema yeye ambaye pendo la Mungu halitakuwa ndani hawezi kumuona Baba. Mwanaume anasema nimemkamata kabisa, na mchungaji, nimemkamata kabisa huyu mwanamke kabisa kwenye nanika pagari kale alikuwa anazini. Ndio anazini, ni kweli amezini, si ndio? Hapo ndipo Mungu anataka aone upendo wako. Japo sio rahisi, ndio sio rahisi, lakini ndicho kipimo cha upendo. Mtu anapoanguka,
ndipo upendo unapoonekana. Hapo kwanza, kabla mwanadamu hajaanguka katika dhambi, si ndio? Hatukujua upendo wa Mungu. Ila mwanadamu alipoanguka tu katika dhambi, ndipo tukaona Mungu anasema. Unajua pale ndipo alifanya agano la kwanza. Agano la kwanza Mungu kulifanya, anafanya na Adamu. Na niliwaambia katika agano lazima pawe na nini? Na damu. Anasema ninyi ni watu wangu, sitawaacha. Ukisoma fungu lile ni la 16 pale ngapi, anaposema naweka uadui kati yangu mimi, kati ya wewe nyoka na huyu mwanamke, si ndio? Nawe mwanamke, anasema wewe utafanya nini? Nawe utafanya nini? Utaponda kichwa. Maana yake kwamba kanisa anayefananishwa kama mwanamke, kama bikira aliye safi, si ndio? Ambaye ni kanisa la nani? La Mungu. Bwana alikuwa anaweka agano la kwamba na kuja kufanya ukombozi wa kukukomboa wewe. Nitajitoa mimi nife ili wewe uokolewe, na ukiokolewa uandaliwa kwa uzima milele. Na ndio maana ya kwamba nyoka huyu atapondwa. Maana ya kupondwa ni kumshinda. Wewe mwanamke, utamshinda nyoka huyu, hatakuwa na nguvu tena juu yako. Mimi nakuja, ishara ya kwamba mimi nitakuja kukomboa, na wewe utakuwa mtu wangu, na mimi nitakuwa Mungu kwako, si ndio? Chinja kondoo. Ndio maana unamuona Yesu anaitwa mwana kondoo wa nani? Aichukuae dhambi ya nini? Ndio maana. Kwa nini? Kondoo alichinjwa, damu ikamwagika, upatanisho ukafanyika, agano likafanywa. Ni kweli umeanguka katika dhambi, mimi nitakuja kukomboa. Ndipo hatua hiyo ikafanyika, na Mungu anashangaa anapoona Mungu amefanya namna hiyo, ametengeneza namna hiyo, bado watu ni Igwachanya hapa. Igwachanya wanapokuja mbele za Bwana, wana mashaka, wana hofu, wanatetemeka. Mungu anasikitika. Maana tungekuja mbele zake kwa ujasiri kama watu waliokombolewa. Na niwatangazie leo, simung'unyi maneno, na waambia hakuna jambo ambalo linashindikana mbele za Bwana kwa mtu aliye na imani. Halipo na halitatokea. Halipo. Halipo. Hebu ngoja nikuonyeshe kitu. Baada ya hapo nini kinafanyika? Hebu kitazame. Baada ya hapo ndipo tunaona jambo hili. Lione jambo hili la ajabu kidogo. Mwanzo 3:16 mpaka 19. Mwanzo sura ya 3:16 mpaka fungu la 19. Biblia inasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa uchungu, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. 17. Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya nani? Naomba mnijibu, umesikiliza sauti ya nani? Ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usifanye nini? Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako. Ndio ile nilikuwa naisema pale asubuhi. Ni sifa ya mwanaume kuchapa kazi na kuhudumia familia. Ndani ya kanisa hili hatutaki kuona vijana walegevu. Amen. Mna bahati mnaye pastor huyu. Mnajiri. Na pastor Panga yuko hapa. Nakwambia kama ungepata ajali nikukamate mimi, ndipo ungeelewa. Na ufanyi kazi. Umeweka mikono hivi. Unashangaa. Unacheka. Wenzako wanapoamuka saa 11, wewe unaamuka saa 2. Ndio unalinyosha. Unajianika kwenye jua kama kinyonga. Wewe tena mwalimu Sabato umebatizwa ndani ya kanisa hili. Hivi mnanisikia?
kabisa, na upo na unafanya hiyo. Uliza sehemu nilizopita, sehemu nyingine. Kuna mahali nilikamata vijana nikawaelekeza, nilikuwa natafuta fungu la kutandika fimbo vijana wanaosumbua kanisani, nikatafuta nikakosa, na nilikosa. Nikasema, Mungu, sasa hii njia tunafanyaje ili kuokoa kizazi hiki, maana kimepotoka? Na pamoja na kufundisha na hivi unavyoniona na sura yangu hii, umenipata vizuri, bado kuna watu walikuwa na ujasiri wa kwenda wanacheza pulu, wanacheza kalata, wanacheza vitu vya ajabu, na ni washiriki wangu na hawataki kufanya kazi. Mungu akanipa mafunuo. Nikwambie mafunuo alionipa, akasema hawa dawa yao ni ndogo. Nikaenda kwa polisi. Polisi wale ndio nao ndani ya kanisa. Nikala nao njama. Nikasema, wazee, si unajua ninyi huko mna nguvu? Hata zile za chai nzito na ya maziwa. Tena ya moto. Hakuna kupoza. Yaani ili unywe hamna kuipoza. Na chapati za moto. Na supu ya kuku ya moto. Sasa sikiliza. Mimi hapa na waomba, tunashirikiana. Mkija kanisani na wahudumia vizuri. Au niwahi kwa kwanza. Wasa kwa kweli mchungaji anatuhudumia vizuri. Na mimi ninaomba. Kama ambavyo na mimi nimekuwa nikiwahudumia, na mimi mnisaidie. Nini? Nikasema, nikaandika majina. Nina kijana fulani, 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 fulani. Wanapatikana mahali fulani, nimewaona. Muda fulani wa saa 8 saa ngapi, huwa wanacheza pulu, wanacheza kalata, wanacheza nini, eti wanapoteza nini? Muda. Ninaomba mbinu mtajua nini cha kufanya. Kanikamatia wale vijana, muwaingize hapa maabusu. Wakae siku 7. Msiwafunge wala mahakamani wasiende, ila wakae siku ngapi? 7. Hizo siku 7 ni supu ya nguvu. Yaani asubuhi chapati, supu na chai ya maziwa. Mchana ugali wa Kisukuma wa moto ulio kwenye sufuria. Na nyama ya kuku. Na mlenda wa moto. Watu. Jioni rudia supu na nini. Tukasema basi, kati ya watu ambao tulikuwa hatujawahi kukutana na hii na wamekuwa mbaraka na ni wapekee ni wewe. Unatuomba mpaka tukusaidie. Hili tumelipokea, tunalifanyia kazi. Tuanze leo. Ngase kamata kesho. Leo unaweza kukosa baadhi ya watu. Walienda, wakakamata. Kuruza ikaenda mpaka site ile. Ikazunguka. Wamevaa kiraia. Kuna makamanda wamebaki mle ndani. Kule kwenye kuruza. Wamejifungia kwenye vioo mule, wametulia. Walipo nani hapa wasema, sawa. Wale wamevaa kiraia, wamenani pale. Hoya mwana, vipi? Hoya. Safi. Hoya. Wakapata. Walivyopata wakazunguka, wakanani. Huku tunachati nao. Maana hawa ni wangu. Umenipata vizuri? Wakasema wapo. Nikasema sasa ninyi Mungu atawaongoza. Wakasema pastor, hapa njia tunayotumia tunakamata wote walioko hapa. Ila target tunaijua. Wewe utuachie. Nasema sawa. Walikamata wote vilungu gonga. Wanaokimbia huko ni vilungu gonga, tupia kwenye kuruza wote. Wakamata kijiwe hapa. Walipokuwa wanacheza vijana wa Kiadventista. Walipokamatwa wakaingizwa kule. Wakala vilungu kwanza wote. Wakalegea. Ndipo wengine wakaambia muje mrudie. Ujinga utuwakute tena pale. Ila wewe na wewe mnabaki. Mna kesi ya kujibu na mnakwenda mahakamani. Wakatetemeka. Sasa wakati wamekamatwa na kwenda wanapiga. So nafahamu, mimi nafahamiana. Mausidi, sijui wanani hao wanani. Tunafahamiana. Wakati fulani tunakaa nao, tunapiga story na nini. Mmoja akajitosa mwanzo, pastor naomba msaada. Nimekamatwa na polisi hapa, naenda kituoni. Hata hivi sio muda mrefu wananyang'anya simu. Akatuma message na mimi nikazima simu. Baada ya hapo nini kikafanyika? Nataka nikuambie, walishughulikiwa. Hazikufika siku 7. Hawakai siku hizi 5. Wanalia.
Baadaye nani yule kamanda akaniambia, basta kazi tumeshamaliza, tumeshaifanya hapa, tuna uhakika hawatarudi pale. Kasema kuja sasa, kuja. Nikasema nitakuja hapo najifanya mimi ndio na nani, naweka mdhamana na vitu vyote na nini hapo ili tuwatoe, na nikiwatoa nina mambo ya kuwaambia. Basi nikaenda nikafanya zoezi hilo. Wale jamaa nikafika pale, wanafika pale wanaongea alama hiyo ambayo naisema. Maana pale huwezi ukaongea ovyo ovyo, utagongwa tena. Sasa wanaona tu na mimi niko hapa. Saa hiyo wamenyenyekea kabisa. Nikawaambia safi. Nikawaambia poa, tulia. Yaani leo lazima mtoke. Baada ya kuzungumza nao nikawatoa. Nasema nikafanyaje? Nikawatoa. Nilipowatoa nikawaambia, mnafahamu sababu ya hiyo? Mungu anasema msicheze karata, msicheze kamari, msifanye vitu hivyo. Ninyi baada ya kufanya kazi mko hapa. Nimewatoa leo. Mkija kurudia mkakamata, marufuku kunipigia simu, marufuku kuniandikia message. Komaeni wenyewe na watawanyosha. Nikuambie walikuwa wachapa kazi mpaka nimeondoka pale, wana mamilioni ya fedha. Amina. Naleta mchezo. Eti kuna watu wako hapa miaka yote wanajifanya hawana hela, wanashangaa atasema nakaa kwa baba sina hela, kamkono kalaini. Mungu anasema utakula kwa nini? Na kazi ya mwanaume ni kumhudumia mke. Marufuku mke kulialia. Tena wako wengine hapa wanakujaga hapa kanisani, wanawachangisha na hela. Ni kweli sio kweli? Wanawachangisha hela kwenye harusi. Nasema kwenye harusi. Hamchangaji hela kwenye harusi nini? Mbona mnanitazama kama hamnijui? Tumekaa nanyi toka siku ya kwanza nimefika hapa. Nasema hamchangi hela nini? Mtu anakuja na anasema naomba mnichangie. Mnachanga hela. Na huyu mtu kwa sababu mmemchangia na ni mvivu, hafanyi kazi, saa ikifika mke akipata mimba anataka mchangie, maana akwenda hospitalini. Kule hospitalini sio bure leo. Na usipochanga anasema mimi kanisa hili hata wakuja kuniona mimi. Mimi. Wengine ni wake, ni mwanamke kabisa na ana akili wapi? Kichwani. Eti anazila hawajaja kwenda kumuona. Tulikula mkataba, kuna kiapo kilichosema hivi, kanisa litakusaidia unapojifungua, unapozaa kanisa litakuchangia. Kuna kiapo uliapa hicho? Kuna kiapo uliapa kwamba ninapooa, nikitaka kuoa kanisa litanichangia. Kiapo hicho ulikiona? Kanisa alifanyi hayo. Kanisa linafanya injili. Na kama likiona vema kanisa, si ndio? Watu wenyewe wajisikie, sio wewe kulazimisha. Nina mchango, nina kadi, naomba niwagawie. Kwanza Mawaita amesema kutoa kadi na kuwapa watu ni upagani ndani ya kanisa. Unataka kupisha? Zile kadi mnazochangaga zile, mnagao mnasema baadaye unasema wataanza wale watu kutoa na kadi, ule ni upagani. Narudia, ni upagani. Amina. Wana bahati hao, si wana bahati? Mimi kwangu harusi zote zinazofanyika, nikifika tu hivi, kwanza ajali mbaya ni hii, nikiingia mtaa wote nikaingia pap, wanafahamu kwamba hapa yafuatayo tayari yanaenda kufutika. 1, 2, 3, 4. Wanajitiuni. Uliza, hata kule niko mama be, piga simu. Sina namba za watu wa kule. Piga simu, mwambie, vipi mnachapaga kadi? Waulize. Kadi za nini? Na unatoa ya nini? Na humo mnaanza kupigana vikumbo, unanuna. Mliotoa kadi. Nini? Anasema nitoa 50,000 yote kabisa hivi. Nimepewa kipalasilo cha kuku. Utakula kwa jasho.
Na anasema hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulifanya nini? Kwa maana wewe u mavumbi, nawe mavumbini utafanya nini? Sasa sikiliza, nikimbie kwa haraka, nikupe kitu hiki. Sikiliza nikupe kitu hiki. Mambo ya ajabu yaliyotokea ni hii. Maumivu, laana juu ya ardhi, kifo vikasababishwa na dhambi ya kula mti wa ujuzi wa mema na nini? 3:15 anasema neno hili, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda nini? Kichwa, nawe utauponda nini? Kisigino. Lakini mnafahamu kwamba Adamu hakudanganywa. Aliyedanganywa ni mwanamke, mnafahamu? Kwa Adamu alifanya dhambi ya makusudi. Mnaifahamu? Soma. Kuna mmoja anabisha pale. Hebu soma fungu hili. Timotheo ya kwanza 2:14. Soma kwa haraka. Aliyepata. 2:14 nasemaje? Hakuna. Acha msisome, nasoma mwenyewe. 2:14 nasema, Timotheo ya kwanza. Anasema hivi, wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Adamu hakufanya nini? Kwa alijua kwamba huyu mwanamke amefanya nini? Amekosea. Lakini natenganaje naye? Aliwaza akakosa majibu. Akasema potelea pote, liwalo na liwe. Sawa na mzee mmoja. Niwaambie, mama amegoma kumpa chakula. Na baada ya kugoma kumpa chakula, mama anamwambia hivi, hapa 1, 2, 3 nakula hapa ili nikupikie chakula. Lazima ufanye yafuatayo: 1, 2, 3. Unakomaa, unasema sifanyi. Unashangaa siku ya kwanza hapiki. Nikisema mnanielewa? Siku ya kwanza afanyeni, siku ya pili afanyeni. Baadaye mzee anaambia, mama fulani, sasa vipi kidogo, mbona huku tu unatufanya dakika 0? Na wengine wameingizwa kwenye mtego hata wakumkosea Mungu sababu ya hiyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9 fungu la 11. Tuone kidogo mambo haya. Yaliyofanya nini? Yaliyofichika kwenye nini? Hebu twende uone. Mwanzo 9 fungu la 11 mpaka 17. Biblia inasema neno haya, na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena. Kwa nini? Kwa maji ya nini? Wala hakutakuwa tena na nini? Baada ya hayo kuiharibu nini? 12. Mungu akasema, hii ndiyo ishara ya agano. Toka baada ya Adamu kuanguka katika dhambi, si ndio? Pastor alijaribu kueleza hapa. Mambo yamefanyika hapo, wamezaliwa majitu yale manefil, Pastor akisema kwenye unabii, mnakumbuka? Yakawa majitu mabaya, maovu, yasiyojali na nini. Mungu akasema, roho yangu haitashindana mwanadamu nini? Haitashindana mwanadamu nini? Milele. Maana yeye naye ni nini? Ni nyama. Nitamfuta kwa maji. Mungu akaandaa mpango. Sasa hapa anasema baada ya gharika, Mungu akatengeneza mpango wa kuweka agano na huyu mwanadamu aliyeokoka kutoka kwenye gharika. Na agano analolifanya anasema, nitalifanya agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni. Utakuwa wapi? Nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila
kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. 17. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndiyo ishara ya agano ninaloliweka kati yangu mimi na nani? Na nani? Na wote wenye mwili walioko katika nini? Niwaulize swali. Kama Mungu kweli sio kigeugeu na anashika agano, niwaulize, upinde wa mvua mliwahi kuukosa? Kila mwaka mvua inaponyesha mliwahi kuone haujafika? Kila kifuku upinde lazima uonekane. Na Mungu anasema nimeweka huo upinde, nikitaka kuleta gharika kwenye uso wa dunia, si ndio? Nitakuwa naangalia upinde, na upinde ndio utakuwa ni ishara. Nikiutazama tu hivi nasema nimefanya agano kuto kuangamiza kwa maji. Si mngesema amina? Amina. Twende nikuonyeshe kitu kingine cha ajabu. Kumbuka, Mungu hajasema naweka agano la kutoangamiza wadhambi, bali anasema naweka agano la kuto kuangamiza dunia kwa gharika. Umeiona Kiswahili kinabadilika hapo? Unakiona Kiswahili kinabadilika? Haya, twende. Upinde wa mvua ukawa ni agano kati ya Mungu na watu walio katika uso wa nchi. Twende kitabu cha Mwanzo 15 fungu la 9 mpaka 18. Nitaomba mnivumilie kidogo. Kuna kitu nataka niwaonyeshe. Kitabu cha Mwanzo 15 fungu la 9. Linasemaje? Linasema hivi 9. Akawaambia, nipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na mwana wa njiwa. Akawapatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake. Ila ndege hakuwapasua. Mmesikia hiyo? Huyo ni Ibrahim, ndiye anayewaambia watumishi wake, nileteeni. Akatengeneza wanyama akawapasua, ila ndege, njiwa hawakupasuliwa, akawaweka hivyo hivyo. Twende mbele. Fungu la ngapi ile tuko? 11. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akafanya nini? Akawafukuza. Twende mbele. Na jua lilipokuwa likichwa. Hapo Kiswahili kinaeleweka? Kuchwa mnakuelewa ni kufanya nini? Jua linapozama magharibi. Tuko pamoja? Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika nani? Na hofu ya giza kuu ikafanya nini? Kumbe Abraham naye alikuwa muoga, akaanza kutetemeka. Giza hii, na huku ni porini, na tuko hapa peke yetu, na hii ni Mungu amemwambia nitolee nini? Anamtolea Mungu nini? Hapa nina watu, nina binadamu. Anamtolea Mungu nini? Sadaka. Twende. Baada ya hapo nini kinafanyika? Twende mbele uone. Fungu la ngapi lile? 13. Bwana akamwambia Abrahamu, kumbe kale ka usingizi kalikokuwa kanakuja ni Mungu alitaka azungumze na Abrahamu. Niwape siri, si ndio? Niwape siri. Kwa nini Mungu amekuwa akipenda sana kusema na watu kwa njia ya ndoto? Umenipata? Huyu mtu anakuwa kama mfu, hajui neno lolote. Mnanipata vizuri? Na kwa sababu anakuwa kama mfu asiyejua neno lolote, si ndio? Hata Mungu akitokea anaposema naye kwa njia ya ndoto, huyu mtu hafi. Ila akija hivi ukiwa unaona, yani tunatazamana hivi na macho, akakutokea hivi, kuisha. Kwa nini? Sisi tu wa dhambi tuna asili ya mili ya nini? Ya dhambi. Na kwa sababu tuna asili ya mili ya dhambi, Mungu anataka tusiangamie. Anataka mpaka siku ile atakapotubadilisha mili yetu tuvae mili ya kutokufa, ndipo tutaonana naye uso kwa uso. Sikiliza, fungu la ngapi lile? Fungu la ngapi? 14. 13. Anasema Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Unasikia hilo neno? Utakuwa mgeni katika nchi isiyo.
watawatumikia watu wale ambao hajawataja jina, nao watateswa muda wa miaka mingapi? Oho, anza kushika kizazi cha Yakobo. Yusufu ameuzwa, amekwenda Misri, mnaipata? Twende mbele. Sasa Mungu amwambia Abrahamu hayo, ila anamwambia watachukuliwa mateka, watakwenda na watatumika muda wa miaka mingapi? 400. Baada ya hapo 14 nasema hata na taifa lile watakapowatumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi, wala sio kidogo. Simseme amina. Twende mbele. 15 anasema, tulisema mpaka ngapi? Anasema lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Hilo agano unalisikia? Anasema kwa lugha nyepesi, Abraham, wewe utakufa kabla haya hayajatokea. Twende tena. Anasema utazikwa katika uzee mwema. Simseme amina. Twende mbele. Na natamani baadhi ya watu walioko hapa wawe na miisho miema, wazikwe kama Yesu bado hajarudi, mzikwe katika uzee mwema, ili Yesu anapokuja waamshe tuende mbinguni. Amina. Sikiliza, ndipo anaposema 16, na kizazi cha 4 kitarudi wapi? Kizazi cha ngapi? Kitarudi wapi? Na baada ya kurudi hapa anasema maana haujatimia uovu wa Waamori bado. 17, ikiwa jua litakapokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nini? 18, na siku ile Bwana akafanya agano na nani? Akasema uzao wako nimewapa nchi, japo hawataanzia hapa, watakwenda kwanza wapi? Na baada ya kwenda utumwani nitawarudisha tena mpaka wapi? Kutoka mto wa Misri mpaka mto mkubwa, mto Frati. Mwisho wa kunukuu. Kumbuka kwenye somo ile ndio kwa nawaambia mwanzo. Mnakumbuka niliwaambia kitu gani? Nisema tunapozungumzia ahadi ina mambo yafuatayo. Jambo la kwanza nisema nini? Ina nini? Masharti. Nini nyingine? Ahadi. Jambo lingine? Naam. Mmeona hapa kwenye agano wanazungumza na nani? Kupeana ahadi. Si mnaziona? Alafu jambo la pili, masharti yanawekwa. Masharti yao ni haya: kizazi chako kitakwenda wapi? Na kikienda kule nitakurudisha tena wapi? Na ndipo nitawapa nchi hii waimiliki. Tuko pamoja? Alafu jambo la tatu tulisema ni damu, si ndio? Unaona, kabla haya yote hayajaanza kufanyika, kabla Mungu hajashuka, tunamuona mtu anaitwa Ibrahim, si ndio? Maana anajua maana ya kuweka agano. Ili uweke agano na ukubalike na Mungu, unapaswa ufanye nini? Anachukua wanyama, anawachinja, damu inamwagika, na inapomwagika ile kafara yake anaiweka mbele ili Bwana aione. Sikiliza, na alipoiweka aliisubiri kwa imani. Ndege wakija, mikunguru ikija inataka kula pale, inakimbia, anarudi tena. Na ana imani kwamba Mungu hapa lazima atafanya nini? Atakuja. Akatulia. Inakuja, vinakimbia, anarudi tena. Kwa hiyo alifukuza siku nzima, anafukuza makunguru, matai na mandege yaliyoko hapo yanayotaka kuondoa sadaka hiyo, na Mungu anajifanya kama haoni, yuko kimya. Giza likiwa linakaribia, Biblia inasema jua linafanya nini? Wakati linakuchwa, ndipo Abraham usingizi mzito unamjia. Haleluya! Usingizi mzito unapomjia, Abraham haelewi ni nini hiki. Anasema hofu ikampata, maana haelewi. Kumbe amesahau, amefanya agano, ametengeneza agano na nani? Na saa hiyo ndio Mungu anashuka. Ndipo Mungu anaanza kushuka. Wakati Mungu anaposhuka, ndipo anaanza kuzungumza na nani? Na anapozungumza na Abraham, alipomaliza mazungumzo, ahadi na masharti yote yakakamilika, Abraham anasema aliona kitu cha ajabu. Moshi na moto ukapita
kati ya ile sadaka yake aliyokuwa ameiweka. Na moshi ulipopita, Bwana akafanya nini? Akateketeza yote. Sikiliza nikwambie, ngoja, kuna kitu nataka nikwambie, bado hujanielewa. Si nikwambie? Nakwambia hivi, huwezi kumuona Mungu mpaka sadaka yako kamilifu imeonekana mbele zake. Hamjanielewa? Ngoja niwaambie. Si twende. Kuna kitu nataka niwaonyeshe. Twende nikuonyeshe. Wacha nikuonyeshe kakitu haka. Baada ya hapa nini tunaona? Nini tunaona? Niwaambie tunachokiona. Niwaambie, twende kitabu cha Kutoka. Kutoka fungu lile la 24. Kutoka 24. Tuanze na fungu la 3 mpaka la 8. Hii naomba sasa mtumishi. Si ulikuwa unanisomea? Sasa uje. Beba na kiti yako, ukae hapo, upewe mic. Ukae hapa. Au hata hapa mbele, kuja tu hapa mbele. Unasema unavunja sheria, mbona umekaa mbele? Amekaa mbele. Nimemleta mimi. Na kwa sababu nimemleta hapa hakuna kamera. Mungeweka kamera nisingemleta. Soma fungu la 3. Fungu la 3 anasema, Musa akaenda akamwambia watu akamwambia watu maneno yote ya Bwana. Sasa naomba nisome kwa sababu niko speed. Mafungu mafupi nitakuachia. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana. Semeni amina. Amina. Na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema nini? Maneno yote aliyoyanena Bwana tutafanya nini? Tutatenda. Wanafanya agano hao watu, si ndio? Twende fungu la 4. Basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya nini? Mlima. Twende kwanza taratibu. Wakati wamesema haya maneno ambayo umeyasema Musa na yametoka kwa Bwana, sisi tumesikia na tutayatenda. Ni mfano wa sisi leo tunavyowaambia hapa. Nimewaambia siku ya kwanza wakati tunaanza hapa. Naomba niinukuu. Pasa Kisana. Nilisema vitu hivi viwili. Hapa kuna watu wamekuja watabarikiwa. Na nilisema neno la pili nikasema kuna watu watakuja hapa na watapata laana ikiwa hawatatii. Hatujaja kuchekeshana. Tumekuja kuambia yapasayo. Japo laana inatetemesha mwili, si ni kweli? Ukisikia unasema mchungaji usitamke hiyo, walisije kwetu. Ni kweli, kama hautaki tii haya ambayo Bwana ananena. Twende mbele. Fungu la 4. Basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya nini? Kwa nini anajenga madhabahu? Anataka ili agano hilo walilotamka taifa la Israeli liwe thabiti mbele za nani? Na anapojenga hiyo madhabahu, kumbuka, anataka Bwana ashuke athibitishe maneno hayo waliosema. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na nitawaambia kuna nishuhuda kwa kanisa, nitaisoma hapa muda fulani ukifika. Unasema hivi, mojawapo ya watu ambayo ahadi ambazo Bwana aliweka, alisema hivi, ikiwa watu watakwenda katika siku za mwisho, mama wetu anaonyeshwa na Mungu, si ndio? Anasema Mungu aliwaita watu walioteseka kwenye magonjwa, kwenye laana, kwenye mikosi na kwenye tabu mbalimbali katika maisha yao kwa mwaka mzima. Kama wangemwendea Bwana kwa moyo wa dhati na kwa imani iliyo kamili mbele za Bwana, si ndio? Bwana angetakasa magonjwa yao wakarudi wametakasika. Na Bwana angeondoa laana juu yao. Na Bwana angeondoa mikosi juu yao. Nao wangeenda wakimshangilia Bwana. Ndio kusudio la makambi. Lakini kusudio lingine amesema pale chini, akasema kwamba kusudio lingine ni watu hawa wamesafiri kwa mwaka mzima wakiwa wamebeba mizigo ya nini? Ya dhambi. Wanapokutana na sauti ya Mungu, Mungu alitaka awatakase, wawe wasafi, wanapoanza mwaka mwingine wawe watakatifu. Twende nikupe kitu hiki cha ajabu kidogo. Fungu la 5 nasema
akapeleka vijana wa wana wa nini, walitoa sadaka ya kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za nini, wakamchinjia sadaka za amani za nini. Aha, nikwambie, niwaulize swali, njiwa hazikuwepo? Maana nayo sadaka hizo Bwana yetu, njiwa hazikuwepo? Kwa nini hawakutoa? Tutaona mbele. Unga haukuwepo, na walikuwa wanatoa kwenye sadaka, si ndio? Lakini kwa nini hawakutoa? Nitawaambia mbele. Mnanipata vizuri? Kwa nini walitoa ng'ombe? Kwa nini walitoa ng'ombe? Kabla tujaendelea hapa, nikuongezee fungu lingine. Kitabu cha Hesabu 29. Hesabu 29. Kuna kitu nataka niwaambie, mkione kidogo hapa. Nacho ni cha ajabu. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya ngapi? Ya 29. Ngoja nikuonyeshe mambo ya ajabu yaliyofichika. 29. Anzia fungu la 12. Sasa naomba usimame. Simama tu hapo mbele karibu hapo, maana maiki zimekwenda. Tunaizima kwa muda. Aha. Mstari wa 12. Tena siku ya 15 ya mwezi wa 7 kutakuwa na kusanyiko takatifu. Tusogee mbele. Hamtafanya kazi yoyote. Mzee, umekula? Soma kama umekula. Soma, anza mwanzo. Tena siku ya 15 ya mwezi. Tena siku ya 15 ya mwezi wa 7 kutakuwa na kusanyiko takatifu. Hamtafanya kazi yoyote. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Nanyi mtamfanyia Bwana nini? Sikukuu. Muda wa siku 7. Nanyi mtasogeza sadaka. Tulia kwanza hapo. Mtamfanyia Bwana sikukuu muda wa siku ngapi? 7. Muda wa siku ngapi? 7. Sasa nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu kilichokuwa kinafanyika. Sasa twende, baada ya kusoma fungu hili. Sumerioni anaanza kueleza jambo hili. Haya, endelea fungu la 14. Pamoja na sadaka za unga. Unga mwembamba uliochanganywa na mafuta. Sehemu ya 13 kwa kila ng'ombe katika wale 10 na watatu. Sehemu ya 12 kwa kila kondoo katika hao kondoo waume wawili. Aha, lakini wale 10 na ngapi? 12, si ndio? Na ng'ombe 10 na ngapi? 13. Haya, tuanze kuandika. Mtu mmoja nisaidie kuweka hesabu hii. Pastor, naomba uniandikie mahali. 13 andika. Siku ya kwanza watatoa ng'ombe ngapi? 13. Alafu baada ya kondoo ng'ombe 13, alafu watatoa 12 kondoo. Andika nayo. Alafu katika hao kondoo waume wawili. Tuko pamoja? Haya, twende mbele. Sehemu ya 11. Haya, ishia. Nenda fungu la 17. Hiyo ni siku ya kwanza. Mungu aliweka akasema mtakapokuja mtatoa hii. Ng'ombe ngapi? Nataka mjibu. Ng'ombe ngapi? Alafu kondoo wangapi? Alafu kondoo waume wangapi? Siku ya ngapi? Wanatoa. Hiyo ni kambi. Wako kwenye kambi hapo. Haya, twende siku ya pili, fungu la 17. Yaani mkilala kama leo, siku inayofuata tunaashumu leo ni Jumamosi, ndio mnafanya hiyo. Jumapili mkiamkia Jumapili, maana tayari ibada imeanza, si ndio? Mtafanya nini siku ya pili? Soma. Tena siku ya pili mtasogeza ng'ombe waume wadogo 12. Tena mtaleta ng'ombe wamepungua. Mwanzo walikuwa wangapi? 13. Lakini siku ya pili wanaleta wangapi? 12. Na kondoo waume wawili. Na kondoo waume wangapi?
Twende mbele. Na wana-kondoo waume wa mwaka wa kwanza Ehe. 14. Na kondoo waume wa kwanza walio tena wakamilifu wawe wangapi? 14. Pale kondoo walikuwa wangapi? 12. Hapa wameongezeka, wamekuwa ngapi? 14. Mimi nazungumzia hawa wakamilifu, achana na wale wawili walio kule. Haya, endelea. 18. Pamoja na sadaka yake ya unga. Haya, ishia hapo. Hiyo ni siku ya ngapi? Siku ya pili. Wataleta nini? Ng'ombe wangapi? Wamepungua, walikuwa 13 kule, sasa ni 12, si ndio? Halafu kondoo wangapi? Wawili, ndio wale. Halafu kondoo wa mwaka mmoja wangapi? Kule walikuwa wangapi? Walikuwa. Haya, tuende. Si hesabu imekaa sawa? Tayari umeiweka hapo. Hiyo ni siku ya pili. Ya tatu. Siku ya tatu, fungu la 23. Tena siku ya 4. Tena siku ya 4. Mtasogeza ng'ombe waume 10. Tena siku ya 4 mtasogeza ng'ombe waume wangapi? 10. Wamepungua. Mwanzo walikuwa ngapi? Siku ya tatu. Umeiruka siku ya tatu. Fungu la 20. Siku ya tatu nini? Mtasogeza ng'ombe wangapi? 11. Wamepungua wangapi? Mmoja, si ndio? Na kondoo waume wangapi? Na kondoo waume wa mwaka mmoja wangapi? 14. Haya, weka hiyo. Twende siku ya 4, fungu la 23. Mbia twende. Tena siku ya 4. Tena siku ya 4. Mtasogeza ng'ombe waume 10. Mtasogeza ng'ombe waume 10. Na kondoo waume wawili. Wamepungua. Kule walikuwa 11, hapa ni ngapi? Wako 10. Kule ilikuwa 11, si ndio? Siku ya tatu. Sasa hapo wamepungua, wamekuwa ngapi? 10. Alafu kondoo wangapi? Wawili. Na wanakondoo waume wa mwaka mmoja wa kwanza wangapi? 14. Pale imekuwa flat. Twende. Baada ya hapo, hiyo ni siku ya ngapi? Siku ya 5. Maana lazima siku 7 zitimie. Na siku 7 inaangukia Ijumaa. Haya, twende. Siku ya 5 ambayo ni siku gani? Ni siku ya ngapi? Si ni Alhamisi? Ni Jumatano kama leo, si ndio? Kwa hesabu iliyokuwepo wakati ule. Haya, twende. Siku ya 5 kama Jumatano leo. Anasemaje? Soma. Tena siku ya 5. Tena siku ya 5 mtasogeza ng'ombe waume 10. Kenda ni ngapi? Ni 9. Twende. Na kondoo waume wawili. Na kondoo waume wawili. Na wana kondoo waume wa mwaka wa kwanza wakamilifu 14. Na 14 wale wakamilifu. Tena wa mwaka wangapi? Wa kwanza. Twende mbele. Baada ya hapo, nini anaeleza hapo? Baada ya siku hiyo ni ngapi? Siku ya 6 ambayo ni Alhamisi. Soma fungu la 29. Tena siku ya 6 mtasogeza ng'ombe waume 8. Sawa, hapo sawa. Mtasogeza ng'ombe wangapi? Wamepungua, walikuwa 9 siku ya 5, siku ya 6 wangapi? 8. Na kondoo waume wawili. Na wana kondoo waume wa mwaka wa kwanza wakamilifu 14. Twende mbele. Hiyo ni siku ya ngapi? Ya 6. Siku ya 7 ambayo ni Ijumaa. Mnanipata? Hii nawaambia jinsi kambi ilivyokuwa nafanyika katika Israeli. Haya, siku hii ya ngapi? Ya 7. Fungu la 32. Soma. Tena siku ya 7 mtasogeza ng'ombe waume 7. Tena siku ya 7 mtasogeza ng'ombe waume wangapi? 7. Kumbe Mungu alichokuwa anatafuta kwenye ile grafu, si ndio? Ni namba kamilifu. Timilifu. Mtaleta 7. Siku ya 7, yani Ijumaa hiyo. Si ndio siku ya 7 inagonga? Mtaleta ng'ombe wangapi? 7. Endelea. Na kondoo waume wawili. Na kondoo waume wa mwaka wa kwanza wakamilifu 14. Pale iko flat. Baada ya hapo anasemaje? Siku ya 8 ambayo ndio siku ya Sabato takatifu. Ndio hapo tukimaliza hapo wote wanatawanyika, si ndio? Fungu la 35 inasemaje? Tena siku ya 8 mtakuwa na kusanyiko la makini sana. Tena siku ya ngapi? Mtakuwa na kusanyiko makini sana. Kwa lugha nyepesi, zile siku 7 za sikukuu ya vibanda zimefanyaje? Ila siku hiyo ni takatifu kwa nani? Na hapo watu inabidi waje kumwabudu nani?
siku ya 8, nayo ni sabato takatifu ya Bwana, hamtaruhusiwa kufanya chochote. Tumseme amina. Haya, twende. Baada ya hapo nikupe kitu. Tulia hapa. Nikupe kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16. Fungua hapo kwa haraka. Kumbukumbu la Torati 16. Soma fungu lile la 15 na 16. Siku saba mfanyie sikukuu Bwana. Siku 7 mfanyie sikukuu ya Bwana Mungu wako. Mahali pale atakapopachagua Bwana. Kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika. Subiri kwanza. Atakubarikia. Nimepita kwenye makambi. Nina bahati mbaya sijawahi pita kwenu. Na nilikuwa natamani nipite. Na sasa nimefika. Amen. Naomba niwaambie afuatayo. Mote nilipopita nimefanya jaribio. Hata mtaani kwangu nimefanya jaribio. Niwape jaribio nililofanya. Nami niwape mlisikie, si ndio? Nilisema hivi, ikiwa kuna mtu hajawahi kuona baraka za Mungu, si ndio? Aje kwa ukamilifu kama ambavyo nimekuwa nikiwafundisha, si ndio? Nami nitaomba kwa Mungu aliye mbinguni ili tuone kama anabariki ama habariki. Soma fungu la 15. Usikiliza anavyosema. Si tuko hapa usiku ya vibanda? Si tuko hapa? Sikiliza anachosema. Siku 7 mfanyie siku 7 mfanyie sikukuu nani? Ehe. Amesema siku 5. Amesema siku 2. Amesema ufungue biashara. Amesema uache watoto shuleni. Amesema uache mke nyumbani. Amesema uache mume nyumbani. Amesema siku ngapi? Mfanyie sikukuu nani? Kuna fungu lingine hapo kwa sababu muda wangu sitawapa. Lakini nasema kwamba usimwache mtu yeyote wa kabila yoyote aliyoko nyumbani. Hakikisha wote wanakuja. Na wapa kisa kabla tujasonga mbele. Niwape kisa. Kimetokea hiki kisa kilitokea sio vizuri kutaka. Tunaweza kukafanyia. Acha niache tu nisitaje. Nataja kisa hiki ambacho nimekiona. Mtu mmoja alikuwa anafanya kambi. Tunakwenda kwenye makambi. Mtu mmoja tena alikuwa ni mzee wa kanisa. Akagoma kuja kwenye kambi. Yaani aliwahi kuwa mzee wa kanisa, akagoma kuja kwenye kambi. Kama ambavyo ninasikitika kutoa hili tamko mbele yenu. Kuna watu wamekuja. Wako hapa. Hawajawa tayari kuacha kazi. Hawajawa tayari kuacha vibanda vyao. Hawajawa tayari kuacha vitu vyao. Waje kwenye sikukuu kama hii ya nani? Ya Bwana. Sikiliza kisa cha mzee huyu. Yule mzee wakati amesema hivi, nikampigia simu. Kumbuka mimi ni mchungaji wake, si ndio? Nikasema mzee, kwenye kambi mbona hujaji? Akasema pastor, unajua sasa hivi dunia imeharibika na wezi wamejaa. Sasa nipo hapa, mimi ndio nimebaki kama mwangalizi wa nyumba. Hiyo ni kauli janja ya kumdanganya mchungaji. Amesahau yuko Mungu mbinguni anayesoma moyo wake. Na anavyonidanganya Mungu anamuona. Na hajui kwamba mimi tendo la kumpigia simu ni Bwana amenituma. Ninajivuna kuwa na Yesu. Amen. Unajua kwa nini? Sababu ni hii. Unapokuwa na Yesu, mambo unayoyafanya hautayafanya kwa shauri lako. Utafanya kwa shauri la Mungu. Kama ambavyo nawaagiza leo hapa sasa hivi nikiwa nazungumza haya maneno, si ndio? Haya maneno yanayotamka juu yenu si yangu, ni ya Mungu. Amen. Sikiliza, yule mzee akasema ninalinda nyumba. Nikamwambia mzee, huwa hawalindi nyumba, anayelinda ni Mungu. Akasema hapana, wewe niache. Nitakuja siku hata ya Ijumaa au Alhamisi ili nimalizie siku 2-3 hizo. Nilimwambia neno hili nikasema, ikiwa Bwana ndiye aliyekuongoza hivi, basi nyumba yako na iwe na ulinzi. Kama ambavyo naweza kusema hapa, si ndio? Ikiwa kuna watu wanajua neno hili na walipaswa kuja kwenye kambi na hawajafika. Unasikia neno tamka? Na hawajafanyaje? Hawajafika. Nasema neno hili. Basi Bwana waangalie huko waliko na watendee kwa kadri aonavyo. Ikiwa wanajua na wanapuuza na wanahafifisha, hata neno la Mungu linashuka thamani. Watu walitamani kuwepo hapa,
hata majirani wengine yumkini wangekuja, si ndio? Kwa sababu ya kiburi chao wamekataa. Bwana anaona. Huyu Mungu tunayefanya ibada, Bwana anawaona. Anaona, na sio mwanadamu. Atajua jinsi ya kuwatengeneza. Mungu ana njia maelfu za kuwasaidia watu wake. Hizo njia maelfu alizo nazo akawasaidia. Hili si neno langu, ni sauti ya Mungu. Amen. Sikiliza, baada ya hapo yule mzee akasema hayo maneno. Sikiliza nikwambie, siku ya Sabato akalala. Tunafunguaga sisi makambi Ijumaa. Siku ya kwanza akalala, siku ya pili akalala, siku ya tatu, Jumatatu akiwa amelala usiku, walikuja watu kuiba. Waliingia watu kuiba hapo nyumbani kwake. Wakaingia, amefunga mlango, sijui walifanyaje, wakafungua, amelala. Yuko hapo kitandani. Walienda kwenye kitanda alicholala, wakambeba yeye, wakamlaza chini, wakafunua godoro, wakatafuta hela, wakaziona mahali zilipo, wakazihesabu, wakaziacha hapo. Sijui waliona ndogo chache, wakamwachia hapo. Godoro akatoa hapo. Wakabeba nguo za mke na nani na yeye, wakatoka pale nje uwanjani, wakazisasambua hapo. Kila nguo za mama ziko hapo, za nani za kule duniani ziko hapo, vinini viko hapo, vyote wamesasambua, viko hapo. Alikuwa na pikipiki hapo ndani, wakabeba pikipiki yake, wakaikokota, wakaitoa nje, wakaipaki nje. Hawakubeba kitu. Alipoamka asubuhi, akashangaa amelala chini. Akili ikamjia kwamba alifanya nini wakati wa kujigeuza. Alifanya nini? Alidondoka. Sisi kwani nasema avulutuka. Chini. Sasa akasema, mimi nilidondoka tu kwa bahati mbaya. Haya, wakatulia. Sikiliza niwaambie, kitu cha ajabu kilichofanyika, si ndio? Si wanasema amedondoka kwa bahati mbaya. Wakatulia. Kutoka hivi, godoro limenyanyuliwa, limewekwa kule. Kitandani pale hakuna. Anaangalia hela, zip. Akashuka, umeibiwa. Akaanza kusearch kwenye suruali alizokuwa amevaa jana. Hela zip. Kutazama, funguo amechumoa, wameenda kuweka kwenye pikipiki, wameikokota, ametoa nje pamoja na funguo. Na funguo amemwachia pale kwenye pikipiki na hawajabeba. Akatoka nje, anatetemeka mwili wote. Kufika pale nje, nguo za watu zao wote zimetapakaa uwanjani. Nimeibiwa. Watu wakaja pale wakamsaidia kuokota zile nguo, wakanana. Nikuulize swali. Unadhani alikuja kwenye kambi hakuja? Tena alikuja akaniambia, mchungaji, nina ushuhuda kabla ya huduma kuwa haijafanyika ya mchana. Mimi naye simulia Pastor Kisambu imetokea kwangu. Na akawasimulia kilichotokea. Akasema, nimeamini sisi hatulindi nyumba. Na Mungu alitaka nifundishe. Maana wajambebea chochote. Ila wameingia, wameziona hela, wameona funguo za pikipiki, wameitoa na pikipiki nje, wameacha vyote, na yeye wakambeba, wakamlaza chini pasipo na godoro, wala hapana kamkeka. Wakamlaza chini hapo, wakaondoka. Toka siku hii hajawahi kukosa makambi hata mara ngapi? Na wauliza swali, mnataka haya watokee? Msije mkafanya mchezo. Makambi yanapotangazwa kuja, njoni kwenye makambi, mnaweka kiburi. Hii mianzo mlio nayo iwe ni mianzo endelevu hata Yesu ajapo mara ya pili. Amina. Msije mkaacha. Endelea. Fungu la 16 linasemaje? Ndio. Ila asifanye farasi. Wewe unasoma nini? 16. Nasema ndio. Mara 3 kwa mwaka. Wewe ulikuwa unasoma wapi sasa? Soma niko kwambia. Ndio. Mara 3 kwa mwaka. Mara 3 kwa mwaka. Na watokee wanaume wako wote. Ndio. Mungu wako. Ndio. Mahali atakapopachagua. Katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Ndio. Na katika sikukuu ya majuma. Na katika sikukuu ya vibanda. Na katika nilichokuwa natafuta, na katika sikukuu ya nini? Endelea. Wala wasitoke mbele za Bwana mikono mitupu.
wala mnapokuja, si mnakuja kwenye kambi hapa? Mungu amesema usije mikono nini? Sasa weka kiburi, weka kiburi. Na mimi kwangu natangaza tu, Pastor Mlajile hapa yumkini haya hajawaambia, na labda amewaambia kwa namna nyingine. Mimi nawaambia, unataka kumfanyia Mungu ibada, njoo umfanyie. Hautaki, nenda. So haya tunayoyasema, Mungu ametupa mamlaka ya kuwafundisha na kuwaelekeza ili muyatii. Msipoyatii, nenda. Mungu atasema na nini? Mungu atasema na nini? Niwape ndoto moja iliyonitokea. Ndoto moja iliyonitokea ya ajabu sana. Mungu wakati ananiambia kuna kitu fulani nilikuwa namsimulia Florencia hapa, nikamwambia Mungu aliwahi kunitokea kwenye ajali hii ya mguu. Kabla haijatokea mimi nilionyeshwa kwamba utakwenda mahali fulani utapata ajali hii, ili usinani elekea uelekeo huu. Nikasema shetani wakati fulani anataka ndoto. Nikaomba, nikasema pepo koma kabisa kwenye maisha yangu, sinifuatilie. Nilipolala ikaja tena. Nikajiuliza, hii ni nani? Ni yenyewe au sio? Ni Mungu anasema au ni shetani? Nikaomba tena, shetani unikome. Nikalala tena, ikatokea mara ya tatu. Wakati inatokea, mzee nyumbani, sasa Mwanganyelengu napata, naye ndoto ilimtokea. Akaona mimi niko kwenye safari napata ajali. Usiku huo yeye alishindwa kuvumilia, akanipigia simu. Kijana wangu uko wapi? Niko nyumbani. Kesho na safari? Nikasema ndio niko na safari. Akasema usiende. Nikasema mzee naenda. Akasema usiende. Nikasema naenda. Akasema kuna kitu Mungu amenionyesha, naomba uje nyumbani nikwambie. Niliondoka nikaenda nyumbani. Nilipofika kule nyumbani, mnanisikia ninachosema? Nilipofika kule nyumbani, mzee hakuniambia kitu, asema niliota tu ndoto kwamba umepata ajali mahali fulani. Na ndoto mimi za namna hizi kitokea wakati fulani huwa kama zinatimia hivi. Na kwa sababu hiyo nilipoona tunabishana kwenye simu, unataka kwenda wakati mimi nasema usiende, nimeona tu uje hapa nyumbani tusalimiane hivi, tuongee hivi, na ile safari wairishe basi. Nikasema ndio hiyo tu. Kwa hata ninapoondoka kesho niendaje? Nikasema mbona hata hii nayo ni safari. Akasema ni safari ila sio sawa na ile ambayo ungeenda. Sasa Mwanganyelengu. Basi nikatulia. Nikaondoka siku iliyofuata, nikapanda gari nikaondoka. Nikaondoka kabisa. Nikaenda nikafika. Nilipofika nikamwambia wazee wangu, wazee, ilikuwa ni kutembelea nyumba kwa nyumba. Sasa tuende tukatembelee. Wakati nasema tukatembelee, kuna eneo moja inaitwa Ngumbo. Wale mliofika Ngumbo, umenipata vizuri? Iko mpakani mwa Litui na nani, Litui kwa nyuma hapa. Ni eneo langu la kazi. Sasa nikasema tunaanzia kule, maana mimi nataka naanzaga kugumu nimalizie kwa pesa. Yaani namalizia hapo sasa, jirani hapo nimalizie. Sasa naanza huko. Nilipowaambia naanza huko na nimefika hapo nyumbani, usiku ndoto ikaja tena. Nikasema naenda. Unitokee, usinitokee, nafanyaje? Na sipati ajali na nini. Na kati ya siku ambazo nilikuwa makini kuendesha mzigo ile, niko vizuri, nikakagua breki, nikabadilisha, niliona zimeishaisha, nikasema hii itakuwa kikwazo. Ndio maana ndoto ilikuwa inanijia. Peleka wafundi, chomoa breki, weka mpya, ukigusa hivi imeshika. Mwaga oili, weka nyingine, isije kaisha njiani ikalipuka nikaanguka. Nikasema sasa twende. Nimebeba wazee wangu wangapi? Wawili wa kanisa. Tumekwenda hapo ninaposema Ngumbo. Pana mama mmoja aliyeamini na baba mmoja na vijana wangapi? Wawili tu. Ndio nimekwenda kufanya ziara ya kuwatembelea. Wakati nimemaliza, tunarudi. Kuna mlima mmoja. Ni karefu kana kama nusu kilomita hivi. Mtakuwa mnakafahamu wale mliowahi kupita maeneo hayo. Ni karefu kamekwenda. Tunapandisha kale kamlima. Tumefika mahali fulani. Tuko na gia namba ngapi? Inapanda. Gia ikapotea. Na pikipiki inatembea. Ilipopotea, nikasema, imepotea. Iko neutral. Nikaona nadalia kutaka kurudi wapi? Nyuma. Nikakanyaga gia na weka haiingii. Na weka haiingii. Ikaanza kurudi nyuma. Kurudi nyuma na hangaika nishike breki na nini, tahadhari zote ikashindikana. Ikaongeza speed kurudi wapi? Nyuma. Ndipo akili kama malaika ananiambia,
si ndio? Shika breki ya mbele. Unaposhika breki ya mbele ikainuka kama vile nataka kutufunika wote, si ndio? Hawa walipoanguka chini ikarudi. Si mzigo umepungua? Ikarudi. Ilivyorudi wale wamelala, pikipiki ikalala ubavu. Hawa wameanguka hapa. Ungewalalia tungeumia wote, si ndio? Wakalala hapo chini. Yenyewe ikalala upande huu. Mimi kwa sababu imeanguka nikaanza kuviringika naelekea kwenye korongo la mto. Na viringika na kwenda. Na nilikuwa najitambua. Maana na hesabu na hatua ninazokwenda. Ya kwanza, ya pili. Uwezo wa kusimama sina. Maana niko kwenye motion ila nina akili. Kuna mawe yale wanaweka wa China pembezoni mwa barabara. Umenipata? Wanapotengeneza barabara, lijiwe limoja likubwa liko karibu na kuingia tu kwenye korongo hapo chini. Ndipo nilienda, mguu ndilikuwa gogo la mimi kusimama. Nikagongesha mguu kalia pa. Mate yalikauka, damu ilibadilika mdomoni. Uliwaona mtu ambaye amekoswa na ajali, harufu ya damu inanuka kwenye pua, kwenye nini, na mimi ikaja mate yamekauka mpaka kwenye kolomeo. Nikawaambia leteni maji. Wale kula wamesimama na wananiangalia ninavyokwenda. Wakati nafiringika na kwenda, leta maji. Nilikuwa na kopo moja la maji, tumeliweka hapo kwa pikipiki. Wakalichomoa wakalileta, nikanywa kopo lita 1.5, ikaisha kiu, hata dalili ya kwamba kina nani haipo. Nikawaambia leta mengine, wakasema nimekwisha. Nikasema kachote mtoni, si mto ule kule. Wakabaki tu wanazunguka hapo, wala hawaendi. Nikawaambia na waagiza kalete maji. Wasema pasta, hatuwezi kuleta hayo maji, kwanza unaweza ukaugua. Si unajua unywaji maji yaliyochemshwa. Nikasema ninayesema ni mimi, kalete maji. Wakasema hatulete. Kama unataka kachote mwenyewe. Na hawakuleta. Tulipata ajali saa 7. Kuja kupata uwezo wa kutambaa. Huu mguu hauna uwezo wa kukanyaga chochote. Kuja kupata uwezo wa kufanya nini? Wa kutambaa niende. Maana wazee hawajui kuendesha pikipiki, si ndio? Wote. Nifike eneo la pikipiki ilikuwa saa 10 naelekea saa 11 jioni. Ndio akili narudi, ufahamu unakuja kidogo. Kwa mbali mate yakaanza kurudi wapi? Mdomoni. Element imepasuka. Unanisikia? Nikafanya hiyo, nikajikokota, nikaenda pale, hawajui. Nikapanda kwenye pikipiki mguu huu. Saa hiyo ni malaika au yai, haigusu. Nikaenda, nilikuwa naingiza gia na kushika breki za mbele mpaka nikasema kwa sababu shetani alitaka kuniua. Sasa nilipoanguka tu ndoto ikaja kwamba ile Mungu akaja akaniambia hapo nimeanguka. Anasema hiki ndicho nilikuwa nakwambia. Ndio hii kumbe nilikuwa nabishana na kitu ambacho kitatokea. Na yumkini nilikuwa sauti ya Mungu. Na ndio nilikuwa nabishana nayo. Ndio matokeo haya. Ila sielewi kwa nini imetokea. Hivi mnanipata vizuri? Sikiliza maajabu sasa aliyokuja kufanyika. Ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza, baada ya hapo nikasema naendelea kutembelea. Nitakuwa naruka na mguu mmoja mpaka nimalizie pale nilipokuwa nimeweka malengo. Nikimaliza ndipo nirudi. Kufika hivi. Kushuka kwenye pikipiki nilishindwa. Nilifika Kiagala. Wale wanaofahamu Kiagala, kijiji kinaitwa Kiagala. Nimefika hapo nimeshindwa kushuka kwenye pikipiki. Nikamwambia mzee, bye, narudi nyumbani. Hapo sasa akili imesema rudi haraka. Ukichelewa tayari mguu umeumuka. Unamelemeta, unang'aa. Alikuwepo daktari mmoja hapo, kuna hospitali moja inaitwa Kempuli hapo, akaja kuchungulia tu hivi akasema mguu umevunjika. Nikasema hujavunjika, mimi mguu wangu hawezi kuvunjika. Akasema umevunjika. Kama unabisha kapime x-ray. Nikasema siendi na ninarudi nyumbani. Sikiliza nikwambie, baada ya hapo jambo la ajabu lilokuja kutokea nikalishangaa. Kumbe ile kitu ilikuja kwa makusudi maalum, sio kwa bahati mbaya. Unanipata vizuri? Nikatumia dawa nikiwa nyumbani wiki 2. Nikaanza kutembea.
Mungu akasaidia, mguu kaunga, nikaanza kutembea. Nitumia dawa tu hizi za kuunga mifupa na nini za kienyeji, na nilizifahamu kidogo. Nikachukua tu nikafunga mwenyewe, nikamwagiza mganga achukue hii, kachukua hii, akaleta, nikafunga hapo. Baada ya wiki mbili nikaanza kutembea, ila ndachechemea hivi. Umenipata vizuri? Ila mke wangu alikuwepo na mama, wanasema mbona kama unapotembea mguu kama umepinda hivi? Ndio hiyo ikaniambia nifanye mawasiliano na ofisi, maana nilikuwa hata sijawaambia kwamba nimeanguka. Ndio pastors hao wakapata taarifa kwamba Mbalo amefanya nini? Ameanguka, amepata ajali. Ndipo Pastor Balavuka akasema fanya haraka uje, nikafanya haraka, nikaenda tukakutana na Dr. Beni, kunitazama akasema wewe hujaumia. Walioumia hawatembeaji. Waliovunjika hawafanyi nini? Ila anaweza kupa tu dawa kidogo unani. Pastor akasema no. Pastor Balavuka ndiye alisema no. Huyu amevunjika na lazima apigwe x-ray. Tuone. Akasema basi kwa sababu mnataka hela yenu iliwe kidogo. Tukaenda kupiga pale x-ray, kutazama picha ilivyorudi kwa Dr. huyo Ben. Hapo hospitali ya mkoa Mbeya. Tuko hospitali ya mkoa. Kuingia hivi, daktari kaniangalia, akasema, "Wewe ni nani?" Nikamwambia, "Mimi Mbalo." Akasema, "Wewe ni Mbalo?" Kule wakati mnapima mlikuwa wangapi? Nikasema tulikuwa wawili. Akapiga simu, akachukua simu. Akapiga, "Wewe daktari?" Kuna mtu mmoja anaitwa fulani bin fulani amepima. Alikuwa wangapi? Asema, "Ndiye alikuwa wa mwisho." Akiangalia kwenye orodha yake wale waliovunjika mifupa, mimi ndio wangapi? Wa mwisho. Hivi mnanisikia vizuri? Basi wakati anatazama hivi akawa anashangaa. Anasema, "Tembea tuone, nenda pale." Natembea, nakwenda hivi, nakwenda mpaka pale. Rudi, nakwenda, narudi. Anamuita Pastor Balavuka. Pastor mwenzako njoo, anakuja. Anasema, "Ili jina ni lenyewe?" Anasema, "Huyu ndio mwenyewe." Angalia mguu. Kwanza mguu uliovunjika ni upi? Ni huu wa kulia. Kuangalia kwenye picha ni mguu wa kulia. Anasema, "Angalia. Mifupa imevunjika, imekaa kabisa hivi. Imepishana." Akasema, "Basi, mbebeni, pelekeni kule. Wamuandae aingie theater." Sijawahi ingia theater. Sijawahi choma sindano. Mara ya kwanza wanasema niingie wapi? Na niliwahi pata story wanasema ukichoma nusu kaputi mnaipata. Ukichoma ile nusu kaputi kuna mangapi? Mawili, kuna kufa au kuishi. Akili ikaja kichwani kwamba muda wangu wa kuondoka umefanya nini? Sikiliza nikwambie, saa hiyo pastor nilikuwa na mama mmoja, Mama Tuli Msiani. Tunampata hata huko, si mnamfahamu? Tuli Msiani alikuwa anafanya huduma ile ya kusambaza vitabu maeneo mapya. Mnaipata ile huduma? Sasa sikiliza, niko hapo, nilikuwa nina hela laki kadhaa ziko kwenye simu. Sifikirii kujitibu, ninafikiria kwamba saa yangu ya kufa imefanya nini? Imefika. Nilichukua simu, huku ameniandaa, amenivisha mashuka, nikasema kabla sijaenda nina kazi ya kufanya. Wakasema nini? Nikasema nataka niandike ujumbe kwanza mara ya mwisho. Nikachukua simu, nikaweka laki kadhaa hizo zote nikatuma mpaka baki sifuri kwenye simu. Nikasema sawa, hata kama nikifa sawa. Wacha niendaje. Nikiwa nimekwenda hapo wakanisukuma, wakanipeleka kule. Nilivyopelekwa kule nikamwambia Mungu, mimi nilikuwa natembelea watu kuwatia moyo, wajiandae kutana na wewe. Sijaelewa kitu ulichonifanya na sijaelewa kusudio lako ni nini. Naomba niambie, hivi inawezekanaje mtu yuko anafanya kazi ya Mungu akutane na haya? Sikupata jibu na Mungu wala hakunijibu. Hapo ninaomba, nafanya maombi, si ndio? Haya. Inuka na inuka. Unafanya nini? Wewe usiangalie huko, angalia huko mbele. Wanachoma sindano hivi. Daktari mmoja anasema, "Hii dawa ikikosewa kuchomwa." Wanapiga story wenyewe hapo. "Ikikosewa kuchomwa, tunakuchoma kuanzia humu kwenda chini. Hatukuzimishi moja kwa moja mwili wote." Umesikia hiyo sentence? Na kama ni afadhali ile ya kuzimisha mwili wote, wengi huwa wanaamka. Ila hii ikikukataa, yani mwili ukagoma, si ndio? Ikivuka ikagusa mapafu, umeishi. Nikamwambia niache tu niwe. Wakasema hauwezi kuwa hivi, wewe tulia tu.
nimetulia, wakanichoma. Kwa kifupi niwaambie kitu kilichofanyika. Nilichomwa sindano, nikafanyiwa operation, nikarudishwa odini. Muda wote ninaomba, wanachoma sindano naomba, wanaanza operation, maana huku unakuwa mzima ila huku umekufa. Wanaanza kukata pale, maana mifupa ilikuwa tayari, kumbe ilikuwa imeshaanza kuunga ikiwa pembeni hivyo. Wakachukua nani chenso zao zile, wakaanza kukata, wanakata mfupa, wanamaliza kukata mfupa, wanachukua vyuma, wanaweka mle, wanaunga, wanafunga na screws ile mnavyofanya ile, mnachomelea mabati. Azama. Mimi nimepigwa hiyo, inazama kwenye mfupa. Kuja kupiga hesabu jumla ya fedha niliyotumia pale ilikuwa ni zaidi ya milioni 3. Fedha niliyotumia kwa matibabu. Mnanisikia? Ndipo usiku nikiwa nimelala. Sasa nawapa kitu ambacho kinawasaidia leo sasa. Ndio maana ya kusimulia hiki kesi. Usiku nikiwa nimelala, Mungu akanitokea. Akaniuliza hivi. Nakumbuka mpaka ile njozi niliyoota. Akaniuliza hivi. Kama mimi Mungu ningekuokoa pale kwenye ajali, si ndio? Ningeweka hata zuio usivunjike au usipate dhara yoyote, si ndio? Alafu nikasema niletee sadaka ya kunishukuru hata milioni 2, ungeleta. Hapo tunajibizana, tuko usingizini. Nasema hakuna. Vipi? Hiyo unayoletaga inatosha? Mimi najibu nasema haitoshi. Ndipo akaniambia, kwa nini ajali ile ilitokea? Ilikuwa ni somo la kunifundisha mambo mangapi? 3 aliyoniambia usingizini, ila mojawapo ilikuwa ni kumshukuru Mungu. Wema ambao Mungu ananifanyia muda wote, si ndio? Je, umepata muda hata wa kumshukuru Mungu? Nikasema hapana. Maana muda ule nilikuwa nikijitahidi sana. Nimepeleka 300,000, 400,000, ndio napeleka. Wakati huo kabla sijapata nini? Ajali. Nikamwambia Mungu, nimeelewa. Nilisema tu hivi, nikasema nimeelewa. Imetosha. Hakuna haja ya kuniambia sana, imetosha. Tangu siku ile, kama Mungu anaweza kaniacha kwa ajali ngapi? 1. Na akiniacha naweza kutumia mpaka milioni 5, milioni 4, milioni 3, si ndio? Kwa ajali ngapi? 1. Mungu amekuepusha vingapi? Nakuuliza sasa wewe. Nakuuliza. Na hapa nimesikia Pasta Makanyelenge alikuwa anawatia moyo kidogo hapa. Anasema unaweza kutoa 2,200. Sikiliza. Mungu hapokeaji kilema. Kilema ni namna ambayo pia unaweza ukatoa isiyo kamili. Leo Pasta Kisama, hela ambayo unaweza ukatoa haijawa kamili, hiyo ni kilema mbele za Yesu. Na Mungu, sijawasomea mafungu, muda wangu umeisha. Na Mungu anasema neno hili, msilete kilema, sadaka kilema msilete. Kumbuka hii tunaisema ni sadaka. Na Pasta Mrajile akawa anasema hapa, sijui ni wewe sijui ni nani, Pasta Wakanyerenga alikuwa anawauliza, nani mnasema kwa furaha kabisa? Mnasema haleluya, amina. Mnasema mimi sisi hapa tuna goli la 25,000. Kwa ukitoa 50,000 unajisikia umetoa kweli, si ni kweli? Au 100,000 na wewe unajitutumua hata mbele za watu kwamba umetoa. Ninawaambia leo, kama Mungu wa mbinguni aishivyo, hampaswi kutoa hivi. Leo Mungu anataka, ikiwa umeona Mungu alivyokubariki, wengine na wahakikishia, wala siwatanii, wengine hapa ilibidi mfe kwenye ajali fulani, wengine ilikuwa kwenye uchungu wa kujifungua, ilibidi mfe, malaika walishuka kuwaokoa. Wengine ilibidi mpite kwenye operation ya mikono ya madaktari ambayo ni mibaya, mungeingia kwenye gharama isiyo na idadi. Wengine mungeuza hata viwanja, mungeuza nyumba, mungeuza vitu vyenu, si ndio? Malaika walishuka wakawalinda. Mungu anasema, unapokwenda mbele za Bwana usiende mikono nini? Unapeleka nini? Na hii, kama unadhani hii ninayokusimulia ni uongo, si ndio? Unataka na wewe upate somo kama nilio
nini, si ndio? Njoo kwa hapa. Yaani wewe una uwezo, naweka ni mfano, si ndio? Una uwezo wa kutoa labda milioni moja. Naweka ni mfano. Na hapa nimeshangaa. Sikiliza nikwambie, wala mimi siwezi kuwatania. Nilikuwa najaribu kuongea kidogo. Nakata kidogo na pastor. Nasema hapa wametoa shilingi ngapi? Anasema milioni moja na laki saba. Ni ya mtu ngapi? Mtu mmoja ambaye anasema mimi Bwana amenitendea kwa ukarimu. Hiyo milioni ni ya mtu ngapi? Mmekuwa mkijisifu na kujitukuza kwamba mnatenda vitu ambavyo mnakwenda mbele za Bwana kwa ushindi. Si ushindi. Yumkini Bwana alikuwa amenyamaza, amewaacha kwa namna hiyo kwa sababu mlikuwa mnatenda bila ya kujua. Saa hii nikiwa nawaambia maneno haya, ninawaagiza neno hili. Kesho, nimesema nini? Kesho ni sadaka, ni siku ya kumtolea Mungu sadaka. Na ndio kipindi cha Wakanyelenga. Kutakuwa na huduma hiyo, ataisimamia hapa. Kesho. Sikiliza, ikiwa una ng'ombe na unaona Bwana amekuwa mwema kwako na unatamani mwaka unaoanza utembee na Mungu, si ndio? Kalete sehemu ya ng'ombe ulizo nazo mletee Bwana. Kama unanibishia, unasema silete ng'ombe, silete. Baki nayo ili uone mwaka unaofuata. Una uwezo wa kubaki nayo na ng'ombe hizo kaja kuuza zote na tatizo lako lisiishi. Huyu ndio Mungu. Kwani niwaambie nini? Au nawatisha? Nawatisha nayowaambia? Si ninawaambia neno la Mungu. Si ninawaambia neno la Mungu. Ukipiga hesabu wana wa Israeli, si Mungu aliweka masharti? Hapo nimepiga ng'ombe zilikuwa ngapi jumla kwa siku zile 7 zote? Ng'ombe na kondoo 151. 52. Kambi ngapi? Moja. Nikuulize swali. Ingekuwa ni leo ng'ombe hizo zimetoka kwenye kambi ngapi? Moja. Na wauliza swali leo. Vipi tusingenung'unika mama? Tusingenung'unika. Vyote hivi wachungaji wanakula. Wanapeleka wapi? Sasa kama tunakula, acha usitoe. Baki navyo. Baki navyo. Mungu anataka watu wanaomwendea wawe na moyo ulio mkamilifu, mtiifu, wawe waaminifu. Na mimi leo natoa wito huu, ubarikiwe mtumishi, nenda kakae. Nawapa wito huu, nataka tufanye ibada hapa. Tumekuwa wengine tumekaa kwenye maisha ya laana kwa sababu tulisema tutakwenda mbele za Bwana na sadaka, ila hatujawahi kutoa sadaka kamilifu. Laana zinatukula katika maisha, magonjwa yanatusumbua katika maisha. Sikiliza, usipige hiyo. Nani anapiga hiyo? Sikiliza, saa hii ni muda wa kufanya patano kati ya mtu na Mungu wake. Sasa niwaambie kitu, si ndio? Ikiwa wakati huo ndio Mungu amekusudia, Mungu anaita watu wake leo. Sisemi wote muje. Ninasema yule anayesema mimi Mungu ametenda mambo fulani kwangu na niko tayari kumwendea Bwana. Wengine wamebarikiwa kwa ng'ombe, wengine wamebarikiwa kwa nini? Kwa kondoo, wengine mbuzi, wengine mazao, wengine vitu mbalimbali. Wako tayari kumtolea Mungu kwa vitu walivyo navyo. Hao ndio watakao kuja mbele. Siitishi wito kwamba jamani njoni. Nimesema wale watakao kuwa tayari wanatamani kufanya agano na Mungu wao kwa njia nini? Ya sadaka. Hao ndio wanapaswa kuja hapa mbele. Na ndivyo nimeruhusu. Simama kama ni wito wako. Sijasema wote, nimesema yule aliye tayari aje hapa. Sikiliza nikwambie. Wakati mnapokuja nahitimisha na neno hili. Mama mmoja pale Sumbawanga. Kisa hiki kilitokea pale Sumbawanga. Mama mmoja alikuwa ameteseka na nguvu ya mapepo miaka 37. Mwaka ule tunaingia pale ulikuwa ni mwaka wa 38. Amesumbuka, ameugua, hajapata ufumbuzi.
wakati alipofika, tukiwa kwenye ile mikutano, niliitisha wito kama huu. Baada ya kuitisha wito huu, nikasema yule ambaye anatamani kumtolea Mungu kwa moyo wa kupenda na kwa ukamilifu kwa vitu alivyo navyo aje. Yule mama alipiga hatua, akaja akasema, Pastor, mimi ni mgonjwa, naomba Mungu anisaidie. Ilipokuwa muda kama huo, tulifika muda wa kufanya ibada ya maombi. Nikanyosha mkono juu ya yule mtu. Nilipoomba, yule mama alipona ugonjwa wake pale pale. Kipindi kile alikuwepo Pastor nani yule, alikuwa wa kule baada ya nani ile Watukuyu, nani yule mzee Pastor Mwakajereni, nani mzee nani pale Matai, mzee nani yule, baada ya changamoto fulani kutokea wakampeleka yule mzee. Ukikumbuka utaniambia. Lumbe, naam, Lumbe. Wakati imefanyika hiyo jambo hili limetokea, ndipo yule mtu alipokuwa amepona ugonjwa wake akasema neno hili, Pastor, ninataka kutoa sadaka kwako. Nikamwambia, no, unamfahamu aliyefanya muujiza huu kwako? Akasema, ninajua. Mbona nimeombewa muda mrefu, nimezunguka kwa waganga muda mrefu, na nimetoa mali zangu nyingi kwa waganga na sijawahi kupona. Mimi nataka nitoe, ni asante tu ninayokupa. Nikasema, sistahili mimi kupata asante yote, mpelekee Mungu. Akasema, kama ni Mungu nampelekea, niambie nipeleke nini? Nikamwambia, peleka vile Mungu atakavyokuongoza, lakini peleka sadaka iliyo kamilifu ya kumshukuru Mungu. Unajua Pastor, kilichotokea hapa, ndiye mama pekee ambaye alileta maksai kubwa la ng'ombe. Akaleta gunia kwenye mazao yake, akaleta gunia la maharagi, akaleta gunia 2 za mahindi. Yeye peke yake kwa goli, kwa miaka ile Pastor ilikuwa haijaganywa bado feed hizi na nani zote hizi. Kwa kipindi kile yeye peke yake alitimiza sadaka ya kambi na ikapita kwa goli ambalo conference school imetoa. Yule mama, Mungu amefanya miujiza mikubwa na ya ajabu katika maisha yake. Niseme neno hili, nataka kusema neno hili. Ninyi mmekuja, hamjaja kwa wachungaji, mmesimama mbele za Bwana. Nendeni mwambieni Mungu, yumkini kwenye maisha yetu toka tumefanya agano nawe hatujawahi kutoa sadaka iliyonona, yenye kupendeza, tena inayokubalika. Leo tunataka kufanya agano pamoja nawe kwa sadaka zetu. Kesho mwambieni Mungu, tuko tayari kufanya sadaka, agano la kutoa sadaka itakayokubalika mbele za nani? Mbele zako. Mungu yuko tayari. Na niwaambie neno, si niwaambie neno, kesho mtamuona Mungu. Kesho mtamuona Mungu. Sikiliza, usifanye mzaha, usije na Mungu. Una uwezo, Mungu akikutazama una uwezo wa kufanya vitu vikubwa, lakini unatoa vitu vidogo. Mungu anauchunguza moyo. Mmeona ninachokisema? Niwaulize swali. Umeona nimewashurutisha kuwatoa pale? Na waulize, umeona nimewashurutisha kutoa pale? Si mmekuja kwa hiari baada ya kusikia sauti ya Mungu? Hivyo ndivyo mtiini Mungu kuanzia sasa na kuendelea. Sumeona wengine wamebaki? Sumeona kwamba hatulazimishi? Kila mtu lazima ajihoji mwenyewe moyoni. Na unapokuja useme naleta 100,000, wakati Mungu akikutazama naona una uwezo wa kutoa milioni, au una sehemu ya mifugo, unaweza ukatoa mifugo ulio nayo. Wengine wana mbuzi, pelekeni mbuzi mbele za Bwana ili agano lenu lithibitike. Walio na ng'ombe, leteni ng'ombe, pelekeni mbele za Bwana. Lakini sio ng'ombe, kama mnalima, mna mazao, kaleteni mazao mlio nayo, pelekeni mbele za Bwana. Haya yote si mmeyaona?
Si mtumishi alikuwa anayasoma? Bwana waokoe. Niseme neno hili, tutaomba kwa ajili yenu. Hamjalazimishwa na mtu, mmesimama wenyewe kwa hiari yenu. Bwana alithibitisha agano. Na ikiwa umewaza kichwani kwamba mimi ni kweli sijawahi fanya hivi, sijawahi toa ng'ombe, sijawahi toa hivi, lakini sauti fulani ilikugusa kwamba toa, na ikakulazimisha ukasimama kwenye kitu ulichonuia, usije ukaghairi, utageuka kuwa laana. Usije ukaghairi, usije ukafanya mzaa. Bwana atusaidie. Wazee ninyi mlioko hapa, Bwana wasaidie. Wanaume mlioko hapa, Bwana wasaidie. Vijana mlioko hapa, Bwana wasaidie, na haonekane katika maisha yenu. Niombe. Pastor Kisam atakuja hapa atuweke mikononi mwa Mungu. Tuinamishe nyuso zetu. Baba yetu, tumekuja mbele zako, umetuona, umetuchunguza mioyo yetu, na umeona ya kwamba katika jioni ya leo tuweze kujiweka miguuni pako. Baba, tunatamani tulithibitishe agano kama ilivyokuwa katika siku zilizopita. Kila wakati ulipozungumza na watoto wako, maneno yako yalihitimishwa kwa kuweka agano nao, lakini agano lenyewe ilithibitishwa kwa sadaka, ndipo uliposhuka kuthibitisha agano hili. Na wakati wa Elia sadaka ilitolewa, nao ulishuka ukailamba kwa ule moto. Sasa nasi tumekuja jioni ya leo, tunatamani maneno tuliyoyasikia na yale tutakayoendelea kuyasikia, tunaomba kuweka utii wetu, lakini sadaka zetu tutakazozileta tunaomba ukazipokee. Bariki kila mmoja wetu. Wengine tumeomba kwa muda mrefu, hata magonjwa yetu hayajapona, kupitia ibada inayofanyika hapa. Maana umeahidi utatuponya magonjwa yetu, lakini lazima tuthibitishe agano letu kwa kutoa damu, maana yake kwa kutoa dhabihu zinazokubalika mikononi mwako. Usaidie na ndugu zetu ambao huenda bado wanasuasua, lakini wale ambao wamejitoa kwa uaminifu, Baba, ukapokee sadaka zao kutoka ndani ya mioyo, na zitakapopokelewa zikapokelewe katika kiti chako cha enzi. Kwa jina la Yesu tunamwombea pia mchungaji, msaidie katika wakati mwingine neno lako likasikike vizuri na kwa wazi mahali kokote itakapohitajika. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi tunaenda kwa mapumziko, labda nisikie kama viongozi wa kamati kuna tangazo. Viongozi wa kamati au viongozi wa kambi, ikiwa kuna